Wengine baada ya maombi ya siku 40 wakashangilia, safi sana, walishusha na pumzi, safi sana, safi kabisa. Tulikuwa tumechoka kukaa njaa. Unashangilia ujinga, unashangilia uharibifu wa maisha yako wewe mwenyewe. Kabla labda nilitaka nisome maandiko fulani, lakini ngoja nikupe kichwa cha somo ni kujenga madhabahu. Kujenga madhabahu. Ningepata muda wa kutosha kama siku 4 hivi, ndipo ningeweza kulifundisha hili somo kwa ukamilifu. Kwa hiyo kuna vitu sitaviongelea. Somo hili tungeweza kuangalia maana ya madhabahu, makundi mawili makuu ya madhabahu zinazofanya kazi katika dunia. Tungeweza kuangalia madhabahu katika Agano la Kale. Tungeweza kuangalia pia madhabahu katika Agano Jipya, na tungeweza kuangalia madhabahu ili ifanye kazi inahitaji kitu gani, kwa sababu madhabahu huwa inafanya kazi, inajibu, inaweza kujibu, inaweza kuongea. Madhabahu inaweza kuongea. Ukisoma kwenye Ufunuo kuna sehemu inasema ndipo ikatoka sauti kutoka kwenye madhabahu. Kwa madhabahu inaweza ikaongea. Lakini pia tungeweza kuangalia jinsi ya kujenga madhabahu. Mimi katika ibada ya leo nitajikita kwenye jinsi ya kujenga madhabahu. Kama muda utaniruhusu nitaweza kwa kifupi sana kuangalia madhabahu inahitaji nini ili itende kazi. Lakini kwenye maana ya madhabahu at least nitajaribu kukupitisha kwa haraka sana. Kabla sijaendelea sasa, naomba tusome katika kitabu cha Luka sura ya 13 kuanzia mstari wa 10. Tutaona mazingira ambayo yanafanana na hiki ambacho ninaenda kukiongelea, ingawa wewe unaweza ukawa hauoni hivyo, lakini Mungu atanisaidia, atatuonyesha hicho kitu. Mstari wa 10 inasema, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Kaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Mathayo sura ya 21. Mathayo sura ya 21, Yesu anapoingia Yerusalemu kwa shangwe. Mstari wa 12, 21 mstari 12. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza na wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Kawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete, yani baada ya tukio hilo sasa la kuwafukuza, na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Kwenye Luka sura ya 13 tumeona kulikuwa na sinagogi ambalo tumeambiwa kuna mwanamke ambaye alikuwa anaumwa, ni mgonjwa, ni mdhaifu kiasi mpaka amepinda mgongo kwa muda wa miaka 18. Lakini kwa hiyo tuseme huyu alikuwa ni mshirika wa hilo sinagogi, anahudhuria ibada zote kwa miaka hiyo yote ndani ya hilo sinagogi. Amen. Amina. 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 Anahudhuria kila ibada. Kama kulikuwa na ibada Jumatano alikuwa anahudhuria, lakini anaumwa,
anaingia ibada ya leo anaumwa, anarudi anaumwa. Mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, mwaka wa tatu, mpaka miaka 18. Ninachojaribu kutaka kukuonyesha hapa ni kwamba kuna uwezekano wa kuwa na nyumba ya Mungu lakini isiwasaidie watu, kuwatoa kwenye matatizo yao, kuwatoa kwenye giza. Kuna uwezekano wa kuwa na nyumba ya ibada kama hii tulio nayo. Inawezekana tukawa na nyumba ya ibada lakini isiwasaidie watu kutoka kwenye vifungo walivyofungwa, kwenye changamoto ambazo wako nazo. Kwa nini? Kwa sababu ili katika nyumba ya Bwana yafanyike mambo ya kimungu, ili vitu vya kimungu vifanyike katika nyumba ya Mungu, kuna kitu kinachohitajika, yani madhabahu inayotenda kazi. Haleluya, 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 haleluya. Kama tutakavyoona baadaye kwamba madhabahu huwa inajengwa, lakini madhabahu inaweza ikabomolewa. Na ikijengwa halafu ikabomoka, asipotokea mtu wa kuikarabati, kuitengeneza, mnaweza mkaendelea kuwa na nyumba ya ibada, lakini kwa sababu madhabahu imebomoka, hakuna majibu ya kimungu yatakayokuwa yakitokea katika hiyo nyumba. Na ndio unaona mtu anasali kanisa hili kwa miaka 2, baadaye anaamua kuhamia kanisa jingine. Kwa nini? Kuna kitu ambacho amekuwa akikitarajia akipate kwenye hili kanisa, lakini hajakipata. Anaamua kwamba inawezekana nikienda pale, maybe shida yangu itaweza kupata majibu. Sasa kwa nini yanatokea haya? Huwa yanatokea kwa sababu inategemea madhabahu ya hiyo nyumba ya ibada inafanya kazi ama vipi. Tunaweza tukawa na nyumba ya ibada lakini haina madhabahu. Sijui kama nakuletea theolojia mpya. Lakini nasema tunaweza tukawa na nyumba ya ibada lakini haina madhabahu. Takuonyesha katika kitabu cha Mwanzo. Ibrahimu na Lutu waliposafiri pamoja, walipofika lile eneo, wote walijenga mahema. Amen. Wakajenga hema, lakini Ibrahimu akajenga na madhabahu. Ndiyo maana alafu Lutu yeye aliishia kujenga hema. Ndiyo maana maisha ya Ibrahimu na maisha ya Lutu vilikuwa vitu tofauti. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Ibrahimu kupitia ile madhabahu aliyoijenga, ndiyo maana maisha yake yalienda tofauti na Lutu. Kwa nini? Kwa sababu ya madhabahu. Unaweza ukawa na hema, lakini kama hakuna madhabahu, hakuna vitu vyovyote vya kimungu ambavyo vitatokea kwenye hema yako. Hii ni siri ambayo wengi hatuielewi, ya kwamba katika nyumba ya Bwana inahitajika madhabahu inayofanya kazi. Inahitajika madhabahu inayofanya kazi, ndipo tutaanza kuona mambo yakifanyika. Tumeona kwenye Mathayo 21, Yesu anapofukuza wale waliokuwa wakifanya biashara, maana yake hekalu lilinajisiwa, lilitumika kwa mambo ambayo hayakupaswa kufanyika ndani ya hekalu. Anapowafukuza mara moja, wakati huo anapoingia mle hekaluni, Biblia inasema viwete na vipofu wakamwendea kwenye hilo hekalu na wakapokea uponyaji. Wakati huo hao viwete walikuwepo miaka yote kabla Yesu hajaingia. Walikuwa wakiingia hawapokei chochote, walikuwa wakienda wakitembelea maeneo yale hawapokei chochote, ila Yesu alipofanya ukarabati wa ile madhabahu, nataka nikwambie alichokifanya Yesu, alisimamisha madhabahu kwenye lile hekalu. Ndiyo maana madhabahu ikaanza kutoa majibu kwa wahitaji.
Haleluya, haleluya. Neno madhabahu limetajwa mara 363 katika Biblia kutokana na chanzo nilichokipitia. Mara 363 katika Biblia, mara 341 kwenye Agano la Kale na mara 22 kwenye Agano Jipya. Kwenye kitabu cha Mathayo imetajwa mara 6. Kwenye Luka neno madhabahu limetajwa mara 2. Kwenye Warumi limetajwa mara 1. Wakorintho wa kwanza limetajwa mara 2. Waebrania mara 2. Yakobo mara 1. Ufunuo mara 8. Kwa nini neno hili limetajwa mara nyingi namna hiyo? Ni kwa sababu ya umuhimu wake lilionao. Umuhimu wa madhabahu, chochote hasa kinachohusisha ulimwengu wa roho kudhihirisha na kudhihirisha mambo katika ulimwengu wa mwili, huwa ni lazima, requirement ya kwanza, lazima kuwe na madhabahu. Ili ulimwengu wa roho ujidhihirishe mahali, lazima kuwe na madhabahu. Maana ya madhabahu ni nini? Au tuseme, labda nianze kabla sijaenda kwenye maana ya madhabahu, niseme haya kwamba madhabahu zilikuwepo kabla hata ya mahema kuanza kujengwa. Hema ya kukutania ilikuja kujengwa baadaye kabisa, na wanadamu walivyoanza kujenga mahema. Kabla ya hapo tayari watu walishaanza kujenga hema. Hapo ni madhabahu. Wana wa Adamu, Kaini na Abeli, sijui ni nani aliwafundisha, wakafunuliwa ya kwamba tukitaka kupata connection na huyu Mungu tunatakiwa tumtolee dhabihu. Kwa hiyo Abeli akatoa dhabihu kwenye madhabahu yake, na Kaini akatoa dhabihu kwenye madhabahu yake. Ya Abeli ikakubalika, ya Kaini Mungu hakuitakabali. Tunaanza kuona tangu kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20, ambayo sitaisoma. Nuhu anapotoka ndani ya safina, immediately cha kwanza anajenga madhabahu, na kwenye hiyo madhabahu anamtolea Mungu wanyama walio safi na ndege walio safi. Na baada ya kuiteketeza zile dhabihu, ikapanda harufu nzuri mbele za Mungu. Ilipopanda hiyo harufu nzuri mbele za Mungu, ndipo Mungu akaanza kutamka baraka kwa Nuhu ya kwamba zaeni mkaongezeke. Kabla Nuhu hajajenga madhabahu, that word could not come out. That blessing could not come out. Hiyo baraka haikutokea. Najaribu kukimbizana na muda, nataka nitumie muda mfupi. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena. Na akaendelea na kuendelea. Sura ya 9, baada ya Nuhu kujenga madhabahu, ndipo Mungu hapa alikuwa anajisemea moyoni baada ya kusikia ile harufu kutoka kwenye ile madhabahu. Lakini kwenye sura ya 9 anasema siwezi nikaishia kujisemea moyoni, nashuka kabisa kwenda kuongea na huyu aliyejenga hii madhabahu na kutoa hii sadaka. Ndipo Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani na kadhalika na kadhalika. Na kuanzia wakati huo Mungu akawaruhusu kula nyama choma.
Kabla ya pale walikuwa hawali nyama. Baada ya kujenga madhabahu na kutoa ile sadaka ya kuteketezwa ambayo ikavuta ulimwengu wa roho kuingiliana na ulimwengu wa mwili, Mungu anatoa kibali, kuanzia sasa mnaanza kula, mnakuwa Wamasai wala nyama. Haleluya, haleluya. Wamasai mpo? Mbona mnajibu kinyonge hivyo? Sobai. Amna nyama. Meti nyama. Sawa. Kama ambavyo nimesema, kusipokuwa na madhabahu, ulimwengu wa roho hauwezi ukapata kibali cha kupenya ili kuanza kutenda kazi katika ulimwengu wa mwili. Na kama ambavyo nimesema, madhabahu inahitajika kujengwa, inatakiwa ijengwe, lakini pia madhabahu inaweza kabomolewa, inaweza kabomoka. Hizi ni facts about madhabahu, about altars. Madhabahu inatakiwa ijengwe, lakini kuna utaratibu wa kuimaintain ili iendelee kufanya kazi. Usipofuatwa, ile madhabahu inabomoka. Maana ya madhabahu, na ikisha bomoka inahitaji kujengwa tena kama mnataka iendelee kufanya kazi. Maana ya madhabahu, maana ya kwanza, madhabahu ni mahali pa ibada. Maana yake ibada hufanyika mahali ambapo pana madhabahu. Ili ibada iwe halali, lazima kuwe na madhabahu. Without madhabahu, ibada hiyo sio halali na wala haitaleta matokeo yoyote. Maana ya pili, ni mahali pa kutolea dhabihu. Ni mahali ambapo dhabihu zinatolewa na zinateketezwa pale. Kama ambavyo ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 8 na mstari wa 20 ambao tumeshausoma, ambao nimeshausema kwamba Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa. Ibrahimu alifanya hivyo. Sijui wakina nani, wafalme, wakina Daudi, kina nani, wote walifanya hivyo. Madhabahu walizitumia kutoa dhabihu. Kwa hiyo madhabahu ni mahali pa kutolea dhabihu ambayo ni ya kuteketezwa. Maana nyingine, madhabahu ni mahali ambapo maagano kati ya roho, iwe ni roho chafu au roho ya Mungu, roho za Mungu aliye hai, ni mahali ambapo maagano kati ya hizo roho, awe ni Mungu au na mwanadamu, hufanyika, ambapo kiapo kinafanyika ili mtu awe chini ya umiliki wa hiyo madhabahu au wa hiyo roho inayosimamia hiyo madhabahu. Agano lolote haliwezi kufanya kazi bila madhabahu. Maana nyingine, maana ya madhabahu ni mahali pa Mungu kujiunganisha na mwanadamu. Mungu anapata ruhusa ya kujiunganisha na mwanadamu kwenye madhabahu. Mungu anapata access, anapata password. Neno password ni nini? Ni nywila. Madhabahu ndiyo nywila ambayo inamruhusu Mungu aweze kuaccess maisha yako. Usipokuwa na madhabahu, Mungu utakuwa unamsikia tu. Utasikia watu wanashuhudia mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya, lakini wewe unasikia ni hadithi tu, kwa sababu inahitaji kuwe na madhabahu. Madhabahu, katika Mwanzo sura ya 12 tunasoma habari za Ibrahim. 12 habari za Ibrahim. 12 mstari wa 8. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Badala ya kujenga tu hema, akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Madhabahu ndio inayomuunganisha mwanadamu na Mungu.
maana nyingine, madhabahu ni lango la kupitishia mambo ya kiroho kutoka kwa Mungu au kwa miungu mingine kuja kwa watu. Kunaweza kukawa na madhabahu moja ikawawakilisha watu wengi au watu wote. Kunaweza kukawa na madhabahu ya level ya kitaifa, yaani taifa zima likaunganishwa kwenye hiyo madhabahu, kupitia hiyo madhabahu likaunganishwa na roho fulani, likaunganishwa na miungu fulani kupitia madhabahu, the whole nation. Au familia inaweza ikaunganishwa na roho fulani au miungu fulani kupitia madhabahu. Lile andiko ambalo niliwaambia madhabahu inaweza kuongea, unaweza ukasoma kwenye Ufunuo 16. Ufunuo 16 mstari wa 7, madhabahu inaweza ikaongea, ikatoa majibu. Nikasikia madhabahu ikiitikia, naam Bwana Mungu Mwenyezi, hukumu zako ni za kweli na haki. Madhabahu, yani yale maneno yakatokea kwenye madhabahu. Madhabahu inaweza ikaongea. Madhabahu inaweza ikaongea. Ufunuo 16, Revelation 16 verse 7. Ndiyo maana madhabahu hii ikiwa hai, madhabahu hii ikiwa hai, madhabahu hii ikiwa hai, mtu atakuja hapa, alikuwa hajui sauti ya Mungu, ghafla kwa kitendo cha yeye kuingia mahali hapa, anasikia Mungu anasema na yeye. Amina, amina. Maana ya mwisho, madhabahu ni mahali ambapo roho zinapata uhalali wa kujiunganisha na mwanadamu. Kisheria zinakuwa na uhalali, yaani hata Mungu akiangalia, anaangalia lile agano lililoko kati ya huyu mwanadamu na hiyo madhabahu. Kuna vitu vingine ambavyo viko kwenye maisha ya wanadamu, Mungu huwa hawezi kuvishughulikia kwanza, si kwa sababu hana uwezo, lakini anasubiri mhusika apate huo ufahamu, ajitenge kwanza na yale maagano ya zile madhabahu. Na akishafanya hivyo, ndio unaona Mungu, yani mtu ajenge madhabahu ya Mungu kwenye maisha yake, ndipo Mungu anapata uhalali wa kuanza kuoperate kwenye maisha yake. Ndio maana nimesema ili somo linahitaji muda kama siku 4 hivi kuweza kulidadavua kabisa vizuri. Lakini ieleweke hivyo kwamba kinachotoa uhalali wa mtu kuteswa au kuingiliwa na roho fulani ni madhabahu. Sisi wote hapa, uko tunakotokea, kama ni Msukuma, kuna miungu ya Kisukuma, na kuna mahali ambapo mlikuwa mnatoa sadaka kwenye hiyo miungu. Kuna vijumba fulani huwa vinajengwa. Kuna wakati unaambiwa utafune mtama, alafu uende kutemea kwenye kile kijumba. Au kwenye kila familia kunakuwa na jiwe limewekwa, ambapo limewekwa kama jiwe kwa ajili, yani kama madhabahu ya miungu ya hiyo familia. Katika Agano la Kale, labda kabla sisema hicho kitu. Kwa hiyo unapofanya hivyo, unapotoa hizo dhabihu, ukienda kutema hayo mate kwenye hiyo unajisajili, you register yourself kwamba wewe, yani unafungulia mlango kwamba hii miungu iwe na uhalali kwenye maisha yangu. Ndiyo maana nilishawapa ushuhuda hapa, nilipokuwa A level, kuna ndugu alikuwa akija shuleni anaanza kuumwa, anakuwa hoi vibaya sana. Siku amerudi nyumbani tu anapona pale pale, akirudi tu shule. Kumbe baadaye ikajulikana ile miungu ya kwao ya kwenye familia yao ilikuwa haitaki asome. Nadhani kuna watu wengi unapambana na mambo ya namna hiyo. Unaenda shule, ni vita, ni mapambano, ni kuumwa. Ukitoka tu shule mzima
Kwa nini? Kuna madhabahu ambayo ilikuwa inakumiliki, uliungamanishwa nayo aidha kwa kujua au kutokujua. Kwa sababu wazazi wanaweza wakawaunganisha watoto wao kwenye madhabahu ambazo wao wanaamini kwamba zinaweza zikawasaidia. Madhabahu, ndugu zangu, ni kama airport ya roho. Ni kiwanja cha ndege cha roho ambapo roho zinaweza zikatua na zikaweza kufanyeje? Kupaa na kusafiri. Ukiwa na madhabahu, manake una airport ya roho kutua kwenye maisha yako, zikafanya zitakayotaka kuyafanya. Na madhabahu ina uwezo wa kuita roho. It can summon spirits. Madhabahu ina uwezo wa kuita roho zije. Ndio maana ukienda kwa mganga wa kienyeji, kuna sehemu ambayo atakupeleka maalum. Unaweza kaambiwa, angalia kwenye hicho chungu. Haya, sema maneno haya kwenye hicho chungu. Maana yake you are being connected to those spirits. Unaunganishwa kwenye hizo roho. Kwa nini? Pale ndipo kuna madhabahu. Katika utaratibu wa Agano la Kale, madhabahu ingeweza kuwa kwenye mlima mrefu, kwenye vilima vidogo vidogo. Hivyo vyote ilikuwa ni sehemu ambazo inaweza kuwa madhabahu. Kwenye miti mikubwa, kwenye mawe au sanamu au nguzo fulani, nguzo za Ashera kule Israeli. Katika Mashariki ya Kati kuna vitu viko na Ashera, nguzo zake. Hiyo yote zilikuwa ni madhabahu. Nasikia Wachaga wao mlima Kilimanjaro walikuwa wanauabudu. Sijui kama wanaabudu mpaka sasa hivi. Manake huo mlima ilikuwa ni madhabahu. Nikiuliza makabila mengi hapa, kila kabila hata sisi waga tunafanya hivi, sisi waga tunafanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu hizo sehemu ndizo sehemu za madhabahu ambazo zinakuunganisha na vitu kama hivyo na roho kama hizo. Sasa ili madhabahu ifanye kazi, labda nikigusia na hicho kwa haraka. Madhabahu yoyote ili iweze kufanya kazi inahitaji vitu vitatu. Ili madhabahu iweze kufanya kazi, kutenda kazi, inahitaji vitu vitatu. Cha kwanza, inahitaji kuhani wa kutoa huduma kwenye ile madhabahu, kuihudumia ile madhabahu. Anahitajika kuhani, a priest. Unahitajika ukuhani, priesthood. Ili madhabahu hiyo iendelee kufanya kazi, anahitajika kuhani. Yaani kujenga madhabahu ni jambo moja, lakini ile madhabahu kuendelea kufanya kazi inahitajika awepo kuhani anayesimamia hizo huduma katika hiyo madhabahu. Hivyo hata katika nyumba ya Mungu, ili madhabahu ya kimungu ifanye kazi, lazima wawepo makuhani ambao wanatoa huduma kwenye hiyo madhabahu ili iendelee kufanya kazi. Na niliwasomea last week, Jumapili iliyopita, kwamba katika Petro imeandikwa hivi: ninyi ni mzao mteule, taifa takatifu. Lakini niko interested na neno moja wapo hapa, anasema ni ukuhani wa kifalme. Wewe unapomwamini Yesu, wewe ni kuhani yani una ukuhani wa kifalme kwenye maisha yako, na kwa sababu hiyo una wajibu wa kuifanya madhabahu yako au madhabahu ya pale unapoabudu iendelee kuwa hai. Kama ambavyo nitaongea kwa kifupi tutakapokuwa tunaangalia namna ya kujenga madhabahu na kuifanya iendelee kufanya kazi. Anahitajika kuhani
Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, na hii unaweza Walawi sura ya 6 mstari wa 12 na 13 inatuonyesha hivyo. Walawi sura ya 6 na mstari wa 12 na 13 inatuonyesha hivyo. Nitakuja kuieleza vizuri nitakapokuwa naeleza madhabahu inajengwa kwa namna gani. Kitu cha pili kinachohitajika ili madhabahu ifanye kazi ni sadaka au dhabihu. Dhabihu au sadaka ndizo zinagonga muhuri na uhalalisho wa ile roho nyuma ya ile madhabahu kuanza kufanya kazi kwenye maisha ya anayetoa hiyo dhabihu. Inahitajika sadaka au dhabihu. Sadaka hiyo inaonyesha commitment, inaonyesha kujitoa kwenye hiyo madhabahu. Madhabahu kama nilivyosema ina uhai, inaweza kusense mambo yanayofanyika pale. Ukijitoa kwa kiwango kikubwa, madhabahu itajua. Ukijitoa kwa kiwango kidogo, madhabahu itajua. Na matokeo utakayoyapata kutoka kwenye ile madhabahu yatalingana na commitment ambayo unaifanya kwenye ile madhabahu. Amina. Wakati mvua inaendelea kunyesha, endelea kunisikiliza pia kwa makini. Na kitu cha tatu, ili madhabahu iendelee kufanya kazi, anahitajika anayeabudiwa, yani mmiliki wa hiyo madhabahu. Ndipo hiyo madhabahu itaweza kufanya kazi. Anahitajika anayestahili kuabudiwa kupitia hiyo madhabahu. Sasa kama ambavyo tumeona kwenye kitabu cha Luka sura ya 13 ya kwamba nyumba ya ibada ambayo yule mama alikuwa anahudhuria, alihudhuria kwa miaka yote 18, lakini ile madhabahu ya lile jengo, ile madhabahu ya ile nyumba haikuweza kudili na tatizo lake. Kwa nini? Kwa sababu haikuwa hai. Mwisho wa ibada hakuna chochote ambacho kimefanyika juu ya maisha yake. Kwa nini? Madhabahu imebomoka, haifanyi kazi. Sasa ili kujenga madhabahu inayofanya kazi, mambo yafuatayo yanahitajika. Jambo la kwanza, lazima ufanyike uamuzi wa kuijenga hiyo madhabahu, kuisimamisha hiyo madhabahu. Yafanyike maamuzi ya kuijenga hiyo madhabahu, na kama ilikuwepo ikabomoka, yafanyike maamuzi ya kuikarabati hiyo madhabahu iliyobomoka. Katika Wafalme wa kwanza sura ya 18, Wafalme wa kwanza sura yake ya 18, Eliya anatuonyesha hiki kitu. Mstari wa 30, unaweza mstari wa 30 inasema hivi: kisha Eliya akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Sikiliza kinachofuata pale: akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Kwenye Kiingereza inasema he repaired the altar of the Lord which was broken.
Madhabahu ilikuwepo lakini imebomoka. Cha kwanza ambacho Elia alikifanya, akaitengeneza, akairipea, akaifanyia ukarabati, kama vile ambavyo idara ya wanawake imeamua kukarabati viti vyetu vya kukalia. Haleluya, haleluya. Elia akaitengeneza ile madhabahu, akaikarabati. Ndipo mambo ya sadaka yakaanza kufuata. Ukitoa dhabihu kwenye madhabahu iliyobomoka, bado hautapata majibu. Asikiaye na afahamu. Ukitoa sadaka kwenye madhabahu iliyokuwa imebomoka, bado hautapata majibu, kwa sababu cha kwanza kinachotakiwa ni kuitengeneza kwanza madhabahu. Madhabahu ndio ambayo ulimwengu wa roho unaelewana nayo, ya kwamba ikiwa katika nafasi yake, ndipo hiyo inaweza ikaita roho, ikaita ule uungu ukashuka mahali pale kwenye hiyo madhabahu. Kwa Elia akaitengeneza madhabahu iliyokuwa imebomoka. Kwa nyakati za leo, kuitengeneza madhabahu iliyobomoka inafanyika kwa njia ya toba ya kweli. Kufanya toba ya kweli ndiyo njia ambayo tunaweza tukakarabati au kuitengeneza madhabahu iliyobomoka. Penda moja niwaambie kitu kimoja. Nyumba yoyote ya ibada, kama ambavyo nimesema, inatakiwa iwe na madhabahu ya Bwana. Ndipo yale yote yaliyoahidiwa katika Biblia, miujiza, uwepo wa Mungu, watu kufunguliwa, yataanza kutokea. Nataka niwaambie ukweli. Ukiona kanisa limefika mahali watu wanaingia na shida zao, wanatoka na hizo shida hazijatatuliwa, maana yake kuna shida kwenye madhabahu. Unipende usinipende, nataka niseme huu ukweli, ya kwamba ikifika mahali watu wakazoea ibada, watu wakawa wanafanya vituko kanisani bila haya, uzinzi ukatawala ndani ya kanisa, vitu vya ajabu ajabu vikatawala ndani ya kanisa, ujue shida iko kwenye madhabahu. Nataka nikwambie, kama madhabahu inafanya kazi, mtu akiingia vibaya vibaya kwenye madhabahu inayofanya kazi, lazima ataondoka na majibu yake. Nitarajia nitasikia amina. Namsikia mzee Marandu tu ndo anasema amen, na iwe hivyo. Huu ndio ukweli. Ikifika mahali uwepo wa Mungu tunapoabudu, mnaimba wimbo wa kwanza mpaka wa mwisho, hakuna uwepo wowote wa Mungu, shida iko kwenye madhabahu. Kwa nini? Madhabahu ndio huwa uhalali wa nguvu za rohoni kushushwa au kushuka kwenye hiyo madhabahu, ili uweze kuwaathiri wale walioko kwenye hilo eneo. Wale mliookoka kabla mwaka 2000. Maana nikitaka kuwarudisha kwenye historia kidogo, siku hizi nikiliangalia kanisa, nikawaangalia watoto wetu, ninasikia kulia, kwa sababu watoto wetu kile ambacho wanakiona kwenye makanisa yetu, ninajiuliza baada ya miaka 50 ijayo, miaka 30 ijayo, tutakuwa na kanisa la namna gani? Tutakuwa na kanisa la namna gani?
kwenye makanisa imefika mahali hatusikii, yani kwa mfano ujazo wa Roho Mtakatifu kushuka wakati wa ibada mpaka na watoto wakajazwa Roho Mtakatifu. Hayo mambo yamekuwa historia. Nataka niwaambie tuliookoka miaka ya 80 na miaka ya 90, wakati huo kulikuwa na nyakati ambapo ibada ikianza Roho Mtakatifu anashuka mpaka watoto wadogo wanajazwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Watoto wadogo. Wale waliookoka miaka hiyo, mliokoka 2000 kuja huku, mambo yalikuwa yameshaharibika. Kama hamna habari, mimi nalifahamu hili kanisa karibia miaka 40 sasa. Karibia miaka 40, nimeokoka 87. Ilikuwa ni nyakati ambazo unaingia kanisani namna hii. Kisikiliza historia ya aliyeanzisha kanisa la Assemblies kule Mbeya, Igale. Ilifika mahali watu wakatengeneza mlango mwingine na njia nyingine ya kupita kuingia kanisani, kwa sababu ulikuwa ukichelewa kuingia kanisani ukakuta yule mchungaji ameshapita kwenye ile njia akaingia kanisani. Kama maisha yako hayako sawa, unadondoka pale pale. Kuna nguvu inakuteka, nguvu ya Mungu inakuteka. Watu wakaona isiwe tabu, wakatengeneza mlango mwingine ili wao wanaingilia. Hiyo nguvu leo iko wapi kwenye makanisa yetu? Iko wapi hiyo nguvu leo? Huo uweza uko wapi? Je, Mungu amebadilika? Nguvu zake zimebadilika? Mungu ame-expire? Haja expire? Nguvu zake ni zile zile. Yesu ni yule yule jana, leo na milele. Tatizo liko kwenye madhabahu. Madhabahu haziko hai tena. Tuna majengo mazuri, lakini madhabahu hazifanyi kazi. Na ndiyo maana tukitaka madhabahu ifanye kazi, cha kwanza ni toba ya kweli ambayo itasaidia au itapelekea ile madhabahu ianze kuwa hai na kuanza kufanya kazi. Nimeshuhudia mara kadhaa, mtu anapanda madhabahuni, mambo yake yako sawa, anadondokea pale pale, mnambeba mnaanza kwenda kukemea kwenye chumba fulani. Hilo ndilo kanisa ambalo Mungu analitarajia kuliona, lenye madhabahu iliyo hai. Iko hivi, madhabahu ikiwa hai inaweza kafika mahali hatuhitaji kuwa na ibada inaendelea hapa. Mtu akiingia kwenye nyumba hii ambayo madhabahu yake iko hai, anaanza kuhudumiwa. Hata kama hakuna mtu. Na inaweza ikafika mahali vikifanyika vitu fulani ambavyo nitavitaja, vingine vikifanyika vitu fulani ambavyo nitavitaja, yani ule ulimwengu wa roho ambao ni wa Mungu ukafanya makao hapa madhabahuni ambapo hii madhabahu imesimamishwa. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kwanza kuikarabati madhabahu au kuijenga kama haipo, na kuendelea kufanya vitu ambavyo vinaifanya iendelee kuwa hai. Kitu cha pili, ili kuijenga madhabahu ni kurejesha dhabihu kwenye hiyo madhabahu iliyojengwa. Kurejesha dhabihu. Ninaposema dhabihu, ninamaanisha ziko dhabihu za aina 4 ambazo zinahitajika kurejeshwa kwenye madhabahu. Dhabihu ya kwanza ni wewe mwenyewe. The first sacrifice that is needed on the altar to function is you yourself. Wewe mwenyewe. Warumi 12 mstari wa kwanza. Rumi 12 mstari wa kwanza inasema, ndugu zangu na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu
iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu. Kitaka madhabahu, ndio maana ninawaambia hivi, kama wewe huwa unalaumu kanisa letu limepoa, kanisa letu sijui lina nini, ni bingwa wa kukosoa tu, kanisa letu liko hivi, hatuoni miujiza, hatuoni nini. Hatuoni kwa sababu wewe ndio unahusika ili hayo yasionekane. Nimewaambia sisi sote ni makuhani. Cha kwanza kitu kingine ambacho ili madhabahu iweze kufanya kazi kwenye upande wa dhabihu, wewe mwenyewe ambaye umejiweka chini ya hiyo madhabahu unatakiwa kujitoa kama dhabihu takatifu, a living sacrifice, ili kuhakikisha hiyo madhabahu inafanya kazi. Ni mili yenu. Wangapi leo? Wengine baada ya maombi ya siku 40 wakashangilia, safi sana, walishusha na pumzi, safi sana, safi kabisa. Tulikuwa tumechoka kukaa njaa. Unashangilia ujinga, unashangilia uharibifu wa maisha yako wewe mwenyewe. Imeandikwa hivi, na huo moto ulio madhabahuni, maana madhabahu lazima iwe na moto. Madhabahu yoyote iliyo hai lazima iwe na moto. Kwa wanaambiwa makuhani, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima. Yani huyu kuhani kazi yake ni kuutunza uwake daima, juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo. Anatakiwa kuwa anachochea kuni kwenye huo moto. Hivi niwaulize, moto unaowashwa na kuni ukachochea leo, ukapotea wiki 2 haujachochea, unatarajia kukuta moto unawaka? Yes, simple question. Moto unaowaka kwa kuni leo, wow, yani ukafanya vizuri, ukachochea kuni kaza moto likawaka kabisa, ukapotea wiki 2, mwezi mzima, alafu unatarajia eti ukute moto unawaka madhabahuni? Wapi na wapi? Hiyo kitu haiwezekani. Maana sheria ya madhabahu ili ifanye kazi, lazima kila siku, kila wakati madhabahu iwe awepo kuhani ambaye anachochea. Na ikibidi mnapangiana zamu, wewe utachochea kuanzia saa 3 mpaka saa 4, huyu atachochea kuanzia saa 4 mpaka saa 5, yule saa 7 mpaka saa ngapi. Mnapangiana zamu namna hiyo. Ikifanyika namna hiyo, uhakika wa moto kuwaka siku zote kwenye hiyo madhabahu upo 100%. Akisha chochea huo moto sasa, kila asubuhi naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atateketeza mafuta na sadaka za amani juu yake. Mstari wa 12, moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Na hiyo madhabahu au hizo dhabihu ambazo zinatakiwa kurejeshwa baada ya kutoa mwili wako kuwa dhabihu takatifu. Ndugu zangu, kila siku unatakiwa kuteketeza mwili wako kama dhabihu takatifu. Ukitaka madhabahu yako ifanye kazi, lazima mwili wako uwe dhabihu. Kila itwapo leo uwe unateketea kwa namna fulani kwa ajili ya Bwana. Ndio utashangaa madhabahu yako inafanya kazi muda wote. Sadaka ya pili au dhabihu ya pili ni sifa na maabudu. Madhabahu ili ifanye kazi inahitaji sadaka ya sifa na maabudu ili iweze kufanya kazi. Waebrania sura ya 13
na mstari wa 15 inasema hivi: basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake, sifa na maabudu daima. Nimesema madhabahu inaweza kwa hapa tulipo, madhabahu yetu iko hapa, lakini wewe mwenyewe unaweza ukawa madhabahu. Wewe kama wewe unaweza ukawa madhabahu na ukajikuta unabeba mambo matukufu ya kimungu kwenye maisha yako, kwa sababu wewe ni madhabahu. Yaani wewe ukawa sehemu ambayo unaitisha mbingu zinashuka juu yako, kiasi kwamba unaweza kufika mahali mtu akikukaribia anasikia vibrations, anasikia mtetemo fulani wa kile ambacho kimekuzunguka. Sifa na maabudu daima. Paulo na Sila walipokuwa gerezani walimjengea tu Bwana madhabahu kwenye lile gereza, maana madhabahu inaweza kujengwa popote. Madhabahu inaweza kujengwa popote. Sebule yako unaweza kuifanya madhabahu, chumba chako cha kulala unaweza kufanya madhabahu, ofisi yako unaweza kuifanya kuwa madhabahu. Kwa maana gani? Kwa kufanya vitu fulani kwa kurudia rudia. Kwa mfano, mahali ambapo utakuwa unaombea mara kwa mara, siku hiyo kwa mwaka mzima, miaka 2, 3, 4, mpaka inafika mahali mbingu zinasema kwa nini tusifanye makao moja kwa moja mahali hapa? Ndio maana kuna nyumba zingine ukiingia unasikia presence ya Mungu kwenye ile nyumba. Kwa nini? Ile nyumba ina madhabahu wameitengeneza katika ile nyumba. Kuna mtu mmoja alinipa ushuhuda, wakaleta binti wa kazi ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye familia nyingine. Day one alipoingia tu kwenye hii familia, huyu binti alilipukwa na mapepo mbele ya yule mwenyeji wake aliyewaletea huyu binti. Yule mwenyeji akasema, huyu binti nimekaa naye miaka yote, kumbe alikuwa hivi. Sasa swali, kwa nini alipokuwa kwenye ile familia mapepo hayakulipuka? Alipoingia kwenye hii familia mapepo yakalipuka pale pale. Ni madhabahu iliyoko kwenye hiyo nyumba. Sifa na maabudu. Unapokuwa unapika, sifu Mungu, abudu Mungu. Unapokuwa shambani, abudu Mungu, sifu Mungu. Unapokuwa ofisini, pata muda, abudu Mungu. Na njia za kumsifu Mungu ni nyingi. Mojawapo ni kuimba. Sio hiyo tu ya kuimba, zipo nyingi. Zipo nyingi za kumsifu Mungu. Popote unapokuwa ukifanya hivyo kwa kurudia rudia, kila siku itopo, kila siku iendayo, ukafanya hicho kitu, utashangaa maisha yako yanaanza kubadilika, yanaanza kubeba uungu, na mbingu zinapata uhalali wa kutembea pamoja na wewe. Sifa na maabudu. Cha tatu ni maombi, kama ambavyo tumesoma kwenye Walawi sura ya 6. Njia ya kuchochea moto kwenye madhabahu ni maombi. Mwanadamu yeyote anayeyachukulia maombi kwa urahisi, awe mwanaume awe mwanamke, awe profesa awe hajasoma, awe mrefu awe mfupi, awe na hela asiwe na hela, asiwe na jina lolote au ana jina lolote, yeyote akipuuzia, akiyachukulia maombi kwa urahisi, kwa wepesi, anajiweka maisha yake kwenye hatari ya kuwa masikini wa uungu kwenye maisha yake kumtokea. Yako mambo ya kiroho ambayo atakuwa anayasikia tu. Unaweza
ukajua sana maandiko katika Biblia, lakini kama ukipuuzia maombi utaishia kuwa mwanafalsafa anayejua maandiko mengi, na hata ukisimama kuhubiri wewe utakuwa ni lecturer. Utafanya lecture, utatoa lecture, utakuwa mhadhiri. Tofauti yako na profesa wa chuo kikuu na wewe uliyesimama kuhubiri haipo. Kinacholetaga tofauti kwenye huduma wala sio elimu, wala sio cheo, wala sio chochote, ni kama madhabahu yako inatenda kazi, moto wake unawaka, na huo moto umechochewa kwa njia ya kujiteketeza kwenye maombi. You want to be a different preacher, you want to be a different singer, you must offer yourself. You must be crazy. Lazima uwe kichaa kwenye hili eneo. Kinachosababisha moto wa Mungu wake kwenye madhabahu yoyote is prayer, na sio kitu kingine. Prayer. Soma historia za watumishi wote ambao walitembea na Mungu, utakuta cha kwanza ambacho walikuwa nakifanya kikubwa is prayer. Ndiyo maana mchungaji, tukitaka madhabahu ya kanisa hili iwe hai, hawa watu hawa hatuhitaji kuwabembeleza kwenye kuomba. Hawa washirika walioko hapa kanisani hatuhitaji, sio swala la kubembelezana. Nasema kwa ujasiri wote, maombi sio swala la kubembelezana. Maana tukiendelea kubembelezana, madhabahu itakufa. Tutakuja hapa, tutarudi kama tulivyokuja. Watu watakuja wakitarajia kupokea kitu, watarudi hawajapata chochote. Kwa nini? Tunabembelezana kwenye eneo la maombi. Yesu alipotaka kuingia kwenye huduma, Biblia inasema kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 1, akaongozwa na Roho baada ya kubatizwa, akajazwa na Mtakatifu. Akaongozwa na Roho kwenda nyikani siku 40, akakaa kwenye maombi, akiutafuta uso wa Bwana, akauteketeza mwili wake. Na ndio maana nimekuwa kadri Mungu kwa neema ambayo amenijalia, nikiangalia Wakristo wengi sana. Kuna kitu ambacho Yesu alikisema kwamba mtu akitaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe au bebe msalaba wake. Kwenye kujikana kuna kitu kinaitwa kufa, kuyafia mambo yote, kufa kwa ajili ya mambo yote. Yani ifike mahali, kwa mfano, mwili wako kama huwa unababaishwa na fashion zinazotoka mpaka unamkosea Mungu, maana wewe haujafa, hujapitia hiyo process ya kufa. Mwili wako kama kuna vitu vya kidunia huwa unavipa kipaumbele kuliko vitu vya kimungu, maana wewe hujafa. Yesu anakiongea, anapoenda kwenye maombi, alienda kuusulibisha mwili wake ukafa, ili akisikia njaa hicho kisiwe kizuizi cha yeye kuendelea kuitenda kazi. Maana kuna mtu akipata njaa tu, hapana, mimi mazoezi siwezi kuendelea tena, nasikia njaa mno. Huyo hajafa. Mwili bado una nguvu juu ya maisha yake, unamcontrol, wakati yeye anatakiwa ucontrol mwili wake. Maombi sio swala la kubembelezana. Mkitaka mahali hapa watu wakiingia tu, hata kabla hawajaitwa hapa mbele kuombewa, wanaanza kupokea uponyaji, lazima kila mshirika wa kanisa hili awe crazy kwenye maombi. Lazima awe tuombe kama vichaa. Wakati mwingine tumeshambuliana hapa, tuko busy kujenga ustaarabu fulani. Unajua haitaki kuomba kwa namna hii, lazima tunaweka maustaarabu fulani. Roho akishuka hakunaga ustaarabu. Nguvu za Mungu zikishuka, unajua when you are empty of the power, kuna kitu ambacho kama hujakutana nacho, kuna nguvu ya Mungu kama haujai experience, unaweza kuanza kuwaza vitu hivyo kwamba lazima, unatengeneza ka utaratibu fulani. Tuko busy kutengeneza ka ustaarabu fulani.
Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, kama kulikuwa na ustaarabu, mtu awe na cheo awe na, walipiga kelele mpaka zikasikika mbali, mpaka majitu mengine kaanza kudhiaki, haya jamaa yamelewa haya. Nini kilichokuwa kimewashukia? Kilichokuwa kimewashukia kilikuwa ni kizito isivyo kawaida. Na hata sisi tukitaka hayo mambo yatokee, watu wanaingia tu mahali hapa wanasikia presence ya Mungu isivyokuwa kawaida. Hata wakati mwingine ibada haipo, lakini wakifika hapa wanasikia uwepo wa Mungu. Ni lazima washirika wote, na hapa hakuna mtu wa kulaumiwa. Kama kuna mtu huwa analaumu, labda watu fulani, wazee wa kanisa, wachungaji wa nani hawaombi siku hizi, hakuna anayeweza kukwepa. Wote tunahusika. Maombi ndio yanayowasha moto na kuchochea moto kwenye madhabahu. Wakati mwingine tunakalia kulalamika, manabii wa uongo wanachukua watu wetu. Madhabahu haifanyi kazi, ndio maana wanachukuliwa. Madhabahu ikiwa hai, hakuna mtu atakimbia mahali ambapo kuna majibu kutoka kwa Bwana. Hakuna mtu atakimbia. Mungu amenituma niwaeleze kama washirika wa habari maalum, tuna wajibu wa kufanya madhabahu hii iwe hai, na njia mojawapo kwanza ni kujitoa sisi wenyewe kuwa dhabihu takatifu. Acha kuhurumia huo mwili, acha kuhurumia huo mwili. Shepu yangu itabiri, funga na kuomba ili ujiseti on fire, uwe on fire wakati wote. Ifike mahali mtu mmoja akasikiliza mahubiri ya Apostle Johnson Sulemani kule Marekani. Alivyosikiliza yale mahubiri, akaenda kufunga siku 40. Alafu alipomaliza zile siku 40 akapenda, akaendelea, akaongeza siku moja anasafiri. Alipofika airport, alipofika kwenye skana, alipopita kwenye ile skrini yote ikaonyesha moto tu. Nani yule askari kama, hebu rudi nyuma. Akarudi. Hebu pita tena. Mara ya pili, skrini yote ni moto. Rudi tena. Mara ya tatu, skrini ni moto. Mwisho akamwambia, hebu angalia na wewe unachokiona hapa kwenye skrini. Ni moto. Kwa nini? Kuna mahali Biblia inasema huwageuza watumishi wake kuwa miale ya moto. Lakini kama nilivyokueleza, alisikiliza mahubiri juu ya umuhimu na uzito wa maombi, akachukua hatua, Mungu akakitekeleza hicho kitu. Wewe unapaswa, mimi na wewe tunapaswa tufike mahali fulani, mtu hata akigusa nguo yako apigwe shoti ya mbinguni. Naomba tusimame. Daudi wakati anatafutwa na Sauli, akakimbilia kwa Samueli nabii. Alipokuwa pale, kwa sababu Samueli, kama nilivyosema, wewe mwenyewe unaweza ukawa madhabahu inayohosti moto wa Mungu. Alipofika kwa Samueli, Sauli akaambiwa yuko na Yothi Rama, yuko na Samueli. Sauli akatuma kikundi cha kwanza kwenda kumkamata, kamkamata mniletee. Wakaenda kumkamata. Walipofika mita kadhaa alipokuwa Daudi na Samueli, badala ya kukamata biashara ikawa nyingine, wakaanza tu rababababa rikorabashakarababa rebabababa, huku wanasogea, na nguvu ya Mungu ikawateka mateka. Hawakurudi, wakabakia pale wakitabiri. Sauli anasubiri warudi, hawarudi. Akatuma kundi jingine, na wenyewe ikawa hivyo. Sauli akasema, hao jamaa wananichezea, naenda mwenyewe. Yeye alipokaribia, cha kwanza yeye akaonyesha staili kali zaidi. Cha kwanza akaanza kuvua nguo, yani kuonyesha hii kitu sasa tuishughulikie vizuri. Na vua na nguo zote, toa nguo zote. Akaanza kwenda, Biblia inasema wazi, akiwa uchi.
anaelekea pale walipokuwa Daudi na Samueli, huku akitabiri. Bwana anasema Daudi ndio mtumishi, ndio mfalme wa kweli ambaye anaupendeza moyo wa Bwana. Anatabiri mwenyewe mpaka watu wanasema Sauli na yeye ni mojawapo ya manabii. Sauli hakuwa nabii, isipokuwa aliingia kwenye anga la mtu ambaye yuko vizuri, madhabahu yake iko vizuri. Wewe pia unaweza ukafika hizo level. Sisi wote hapa tunaweza tukafika hizo level. Nataka niwe kama wewe Yesu, moyo wangu. Nataka niwe kama wewe Yesu, moyo wangu.